Shio, tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na zimebakia wanasema 10 la mwisho. Labda neno lako ni lipi kwa Waislamu katika kipindi hiki? Ni kuhakikisha tu kwamba Ramadhani kama tulivyoanza nayo ndio tunamaliza nayo. Na utaratibu aliokuwa nao Mtume sallallahu alaihi wasallam, kadri Ramadhani inapokusha mwisho na yeye ndo anaongeza kasi, anaongeza nguvu. Kama inavyosema katika hadithi, alikuwa yashudu mizara, yani anajifunga kweli kweli kwa ajili ya kumaliza Ramadhani. Kwa hiyo wito wangu tumuige Mtume sallallahu alaihi wasallam, na isiwe kama hivi tulivyokuwa vijana wengi tunaanza na nguvu ya soda. Tunaanza Ramadhani kwa nguvu sana, lakini kadri inavyokwenda mbele na sisi tunalegea. Hiyo ni kinyume na ilivyopokewa. Kama inavyojulikana, Ramadhani ina 13: 10 la rahma, 10 la maghfira na 10 la itq minan nar. Kwa hiyo mwisho wenyewe wanasema ndio kwenye khairi yenyewe basi, ambapo ndio mtu unapokea malipo yako yale uliyofanya kwanza na katika 10 la pili, ili upokee katika hali iliyokuwa nzuri zaidi. Kuna mjadala umezuka kwenye mitandao ya kijamii kuhusu kualikwa kwa watu ambao ni Wakristo katika iftari za Waislamu. Hili kidini limekaaje, Sheikh? Kwa sababu unazungumzia kualikwa kwa ajili ya kuja kufuturu. Tumeona katika posta ambayo ilitolewa Mwamposa alialikwa na watu wengine. Baadhi ya watu wamezua mijadala na video zinatembea. Ni kutoelewa tu. Tunachotakiwa kuna kualikwa na kufuturishwa. Kualikwa na alikwa yote tu. Kufuturishwa na futurishwa waliofunga. Lakini haijakatazwa wakati ule unawafuturisha waliofunga na kualika wasiofunga, katika kuleta mshikamano, upendo na umoja. Uislamu ni dini ya upendo. Uislamu ni dini ya kukusanya watu. Uislamu ni dini ya kuonyesha tabia tukufu. Kwa hiyo sisi tumefunga, tunafungua, lakini hakuna ubaya kumleta mtu ambaye kwamba hakufunga kama hivyo asiokuwa na dini ya Kiislamu. Na ndivyo ilivyokuwa, hatukatazwi kuishi nao. Kwa nini basi iwe kwenye kufuturu tu, lakini haifai? Lakini mabasi tunapanda nao pamoja, kazi tunafanya nao pamoja, usafiri tunasafiri nao pamoja, maduka tunashare nao pamoja. Futari tu kwenye kula haiwezekani. Kwa hiyo inawezekana. Mimi kwa ubuoni wangu, kualikwa ni kitu kingine na kufuturishwa ni kitu kingine. Asante sana. Shukrani.